mtaa umempokea kwa sababu pia ana talent kubwa ya kuimba sana huyu jamaa, na kila siku anakuja na kutu supply. Sio kwa mara nyingine tena, karibu sana Dayo. Nashukuru sana. Unajisikiaje kutana na wanafunzi mashabiki zako kutoka vyuo mbalimbali? Najisikia vizuri, nimefurahi kuwaona. Au sio Yeah. Sawa. Mimi nilianza kuipenda Oya kutoka kwako, like the way ulivyokuwa unaitamka kwenye umwaka na ikaendelea ikawa kama identity yako. Yeah. Oya, sieti unajua unaitikia. Yaani kawa mwanao Lukumani nyumbani ukimwambia Oya anajibu sieti kwa sababu anajua kabisa like yeah. Wakaja wasanii wengi wakiitumia Oya, like Oya tumesikia Oya, ukawahi pia kuandika iko ni Insta story like Oya acheni kutumia hiyo Oya. Sasa tumeona sasa hata Ibra kaja na Oya gang. Yeah, vizuri kwa inspire vijana. Yeah. Haikukati kuona mama unatumia idea yako. Sasa nikata vipi sasa, inaonyesha ukubwa wangu. Yeah. Ina maana mtu akiwa kwa mfano mimi nikishaanza kuona labda kuna watu wanaimba kama mimi, kuna watu wanavaa kama mimi, kuna watu wanatengeneza nywele kama mimi, kuna watu wanajitengeneza kama mimi, kwa hiyo unaona kabisa kumbe kuna watu ambao wanafuata nyayo zangu. Kwa hiyo ukiona mtu katumia kitu changu basi unajua anapenda ninachokifanya, hata kama haja appreciate, lakini kukifanya tu ka appreciate. Ndio sababu hata kwenye hii mimi sijasikia Oya sieti. Sasa hivi tunaenda na sieti again. Nimeona sieti again. Yeah. Oya umeitoa kwa sababu Oya zimekuwa nyingi kwenye nyimbo. Sasa itakuwa sasa kila mtu ni Oya. Sawa. Nadhani mmeelewa sio? Mwaka jana ulikuwa ni mwaka wa collabo kwako, kuachia makolabo na nene. Mwaka huu umeanza pia na collabo pia. Tutegemea na mwaka huu utaendelea kuwa mwaka wa makolabo ama tusitegemee sasa goma lako peke yako? Na mpango wa EP ambayo inakuja hivi karibuni, kwa hiyo ni hata ukimya wangu ulikuwa umesababishwa na kupanga vitu vyangu, kwa sababu ndio itakuwa EP yangu ya kwanza. Kwa hiyo ilikuwa taratibu nafanya vitu vyangu, kwa kuna EP inakuja ambayo pia na collab nyingi sana. Kama ngapi? Tuibie siri mzee wangu. Ni nyimbo zikiwa chini sana ni 7. Na kuna makolabo pia huko kwenye hizo 7. Yeah. Wala tupumue. Eli unaelewa? Yaani kuna magoma, yaani makolabo na wasanii wakubwa kwenye hizo ngoma 7. Ngoma ziko 7 ila ziko 7. Collab sasa siwezi kuziweka wazi. Na lini zitatoka? Very soon. Okay. Yeah. Let's throw back kidogo in case mnaelewa mama mfahamu. Ilisemekana pia Dayo ni mmoja wa wasanii ambao wanatarajiwa kusainiwa WCB by then. Ikawaje? Tetesi bwana dakika za mwisho bwana Big Dayo alafu puff hatujaiona tena. Ilipoteleaje? Hizo tetesi hata mimi nasikia kama wewe. Ikitokea au kama ingetokea simngeona. Yeah, kwa hiyo tuendelee kusubiri, mimi naendelea kufanya kazi zangu. Nyimbo zinatoa kikubwa, watu wana support. Maybe labda hata simu ziliita au emails ziliingia au management ili kutafuta na nini kuongea. Sasa hiyo mpaka itokee. Ikitokea kama itafaa kuwekwa wazi itawekwa. Wewe uko interested? Yeah. Ina maana kwa kila deal inayoingia kwangu nianze kwa sababu mimi binafsi sipendagi vitu vyangu kama vijafanikiwa nianze kuvitangaza. Yeah. Brother unanijua wenyewe. Kwa hiyo nafanyaga vitu vyangu private kwanza, vikitokea vimetokea. Lakini wewe uko interested kuingia kwenye record label hususan Wasafi? Mimi nafanya kazi na mtu yote. Yeah. That's cool. Yeah. Unaendelea unyaa. Yeah. Focus na mtu wote sio. Rayvanny amekuwa ni mmoja wa wasanii ambao pia amekuwa akikusupport sana, na hata umesadiki kusema mixing ya hii ngoma like yeye kaisimamia. Yeah, yeye ndo kalipa hela. Ikailipia pesa sawa. Yeah. Sawa, aina na matangazo kidogo sawa. Tetesi pia zikaja like Dayo anaweza kuwa chini ya next level zile pia. Yaani unajua watu wanaongea vitu vingi kwa sababu tu ya ukaribu wangu na wasanii wengi na wasanii wengi. Kwa kila mtu anaongea cha kwake, anaongea hicho, lakini kitakachotokea chochote kama kitafaa kuwekwa wazi kitawekwa tu. Tusubiri muda utaongea. Muda ukifika kila kitu kitakuwa sawa. Tusubiri hivyo, si ndio? Yeah. Hivi viatu bwana, hii ni teams au sio bwana? Dayo ni miongoni mwa wasanii wa kwanza kuvaa hivi bwana.
Yeah. Hivi gharama yake ni shilingi ngapi ulichukua kipindi kile? Afu kiatu kwa nini kivaa naulizwa sana maswali? Hichi kiatu kinauzwa shilingi 450,000. Yani kifupi ni kwamba mtu akiangalia akiskani watu wanauliza si ya vipo sana. Na sasa hivi ndio vimetoka. Mimi nimeanza kumiliki muda mrefu tangu mwaka jana. Nazo pia 2 niliagiza. Mtazamaji mmoja akatuma message kutoka Kandaziwa, hajasema ni wapi, alisema muulize pia Dayo. Alifanya show Mwanza, sio ni Mwanza wapi, baadaye ikaonekana kama kuna sehemu alitakiwa akafanya show, akufanya, aliposhuka maaskari wakamkamata. Nini kilitokea? Ni haya maswali ambayo tunaposti kwenye mitandao kuhusiana na mambo ya kitapeli yanayoendelea katika mitandao. Okay. Kuna watu wanatumia majina ya wasanii vibaya. Hiyo issue ni kweli ilitokea. Wakanichukua pale, sikuwagomea. So tukaelekea kituoni, tulipofika kauliza kuna issue gani? Wakasema tumekutumia hela msanii hujaja kwenye show. Nikakaa chini nikamwambia naombeni ushahidi wote. Wakanipa ushahidi wao. Wakasema sijui eti kuna namba tulituma hela, wakatuonesha ile namba pale, lakini bahati nzuri mimi nilikuwa na timu yangu yote. Ile namba ikapigwa pale ipatikane na wala hamna mtu mwenye ile namba. Kwa hiyo tukatoa simu zetu pale na ile namba si hatuijui yani. Kwa hiyo baadaye wakaendelea kufanya upelelezi wao, wakaja kama baada ya nusu saa wakanitoa pembeni, wakaniomba msamaha. Huyo ambaye aliandaa kesi kaniomba msamaha, nimekosea, ni kweli tumetapeliwa, lakini inabidi uwe makini, sijui una uwezo unatoka kwenye mitandao ya kijamii 1 2 3. Mimi nikamwambia poa, kama mtahitaji ushirikiano na mimi kitu kingine tukasaidiana. Yeah. Okay. Sawa, hakuna noma. Nadhani hiyo ni elimu pia kwa wasanii wengine watapeli wako wengi sana. Kuna watu wanachukua sana hela za watu. Kwa mfano mimi alishatokeaga kuna mdada alikuwa nadhani anawasiliana na mimi. Alikuwa anakaa Marekani. Kwa akadate na yule mshikaji kwenye mtandao zaidi ya miaka 2. Akamnunulia mpaka gari. Yeye anajua anamnunulia Dayo. Unaelewa vizuri? Sasa mimi nakuja kutumia message, naambia wewe tapeli mkubwa. Najua tapeli mkubwa nimefanyaje? Ikabidi nimwombe mawasiliano yake, nikumpigia akaanza kunielezea vitu vyote. Lakini bahati nzuri yule mtu tulimtafuta tukampata. Zile mali zote akarudishwa mwenye nazo. Hajakupa kwa sababu sio kwa lengo la kumpa Dayo, kwa hiyo hajakupa. Hapana, mimi sikuwa nahitaji. Kwa hiyo nilimwambia. Kwa sasa huyo alikuwa bibi mkubwa, hamna hata video call kuona. Sasa inakuwa watu watundu, mtu anapiga video call anachukua picha yangu anaiweka pale. Kwa mtu anaweza kuona kama kuna interview kama hivyo. Masuala ina nini? Kwa malalamiko ni mengi, nakutana sana wadada. Wadada ndio watu kama ambao hawasikii vizuri. Kiasi kuna posti bana, kuna 1 kuna 2 watu hawaelewi. 1 2 hawaelewi. Okay. Sasa mimi page yangu sio page ya kupost kila siku tunatapeliwa. Mimi page yangu ni ya kazi. Kwa hiyo sometimes naacha, nikiacha ndio hivyo natapeliwa watu. Lakini pia itakuwa funzo, wengi wanatazama pia atakuwa wamepata kujua pia. Sawa. Kwenye issue utapeli amewataja matapeli wa nje. Lakini pia tumeona wiki hili Billnass ameamua kuwataja na kuelezea kuhusiana na matapeli waliopo ndani ya industry au na vitu vingi ambavyo vinaendelea kwenye industry, ndani ya industry. Alitaja mambo ya kufake maisha na nini na nini, lakini leo amesema katika vile alivyotaja chuki, sijui dhuruma na nini, leo ameelezea dhuruma kwa wale distributors na watu ambao wanafanya kazi na wasanii. Akamtaja moja kati ya mdau mkubwa sana MX Carter, akasema ni mdau lakini mdau mdidimizaji wa industry. Kwenye hayo mambo kuna ukweli namna gani Dayo, lakini pia umekutana vimbwanga gani kwenye kazi zako? Mimi kwa upande wangu nimesikia malalamiko ya MX kwa muda mrefu sana, sio sasa hivi. Nimeweza kusikia kwa muda mrefu sana. Mimi niwape pole kwa waliokutwa. Lakini mimi kwa upande wangu namshukuru Mwenyezi Mungu. Sijawahi kutapeliwa kitu chochote kwenye muziki wangu. Mimi niliingia kwenye muziki nikiwa na akili timamu sana. Okay. Kuna mikataba mingi sana nimeiogopa, ndio maana paka leo naona napambana mwenyewe. Kwa hiyo kuna namna nilikuwa nachungulia naona hapa baadaye kutanipa shida. Lakini pia nachomshukuru Mungu zaidi, kipindi natoka mimi ndo kipindi vitu viko wazi sana.
Yani ningependa kuwashukuru kaka zangu kwa kututanulia muziki wetu. Sio hapo nanielewa vizuri. Yes. Muziki ulitanuka yani tulichonga barabara yani. Yeah, kwenye digital unapataje hela yako? Kwenye show unapataje hela yako? Kwa hata ilikuwa bana usiende kwenye show kabla hajakutumia advance. Sisi tulikuwa tujui. Lakini tulivyoingia kwenye game sisi tukakutana na hivyo vitu. Kwa hiyo tunaona kabisa kuna namna mabrother ametusafishia njia. So ukimwongelea mtu kama Billnass ni msanii wa muda mrefu kidogo yeah, kabla ya kwetu sisi kuja. Kwa hiyo labda huenda halikuwa hajanyoka kwenye mstari. Kwa baada ya muda ndo akaanza kugundua kama hapa anaibiwa. Sielewa vizuri. Yeah, lakini malalamiko ya MX nimeweza kusikia miaka kadhaa nyuma. Yes, kabla hata unakuta hujaanza muziki na Chidi Benz amekuwa kilaumu sana jamaa na haina noma. Tunaona wasanii wengi wanakuwa kwenye label, baada ya kutoka kwenye label wanafeli. Wengine wanakuwepo kwenye management ikiwabwaga wanafeli. Dayo unawezaje kufanya kazi bila management? Kufanya kazi bila management pia hiyo ni kazi. Yaani ni kazi sana. Yes. Kwa sababu unapitia changamoto nyingi. Zikiwemo kujiongoza. Kuna sometimes naweza nikazingua. Nikaona nimezingua lakini ningekuwa na watu ambao wanasimamia vitu vyangu nisingezingua. Lakini pia kujibrand ndio unanipa sana shida. Unanijua mimi sikawii nikatoka nje nikatembea zangu. Yeah, kwa hiyo ilikuwa ikinipa changamoto lakini nashukuru familia yangu, timu yangu ambao niko nao sasa hivi inasimamia vitu bana, usifanye hivi hichi kibaya. Yeah. Ila bila kuwa na management pia hiyo ni kazi nyingine. Okay. Yeah. Sikukuona kwenye harusi ya Mwana Juksi. Kadi haikufika au? Hapana, mimi nilikuwa nimesafiri. Au kuwepo. Yeah. Okay, sawa, haina shida. Unazungumziaje game kwa sasa Dayo? Like watu wamekuwa wameachia ngoma back to back sana. Kwa mfano hii wiki iliyotoka, yani wiki ambayo umeachia mimi kuna ngoma kama milioni zimeachia. Afote hii list inabidi wasikilizwe. Unaizungumziaje hiyo? Vizuri kwa sababu inaleta chachu kwenye muziki. Ni kitu kizuri kwa sababu huyu anapotoa ngoma, watu wa ngoma mashabiki ndio wanaenda kupima sasa. Sio vizuri. Yes. Yeah, kwa mimi naona wakati mzuri wa Dayo kutoa nyimbo ni wakati ule ambao watu wengine wametoa. Edit target kuangalia eti kwamba eti watu hawajatoa ngoma na mimi ndo natoa. Wanapotoa watu na mimi ndo natoa. Na unajipima bana. Unaangalia imefanya hivi kwa kuna level nipo, kuna level sipo. Unaweza kutoa ngoma watu wamekaa kimya hawajatoa ngoma kuona imefanya vizuri, kumbe level yako bado ni ndogo, imefanya vizuri kwa sababu watu hawana cha kusikiliza. Yeah. Kwa unavotoa na ngoma yako inasikilizwa, kwa unaona kabisa kumbe kuna nafasi nipo. Okay. Yeah. Hiyo sound kujiamini, si ndio? Yeah. Like ulivoposti uko na ngoma natoka na Divoice na ukasema ukauliza watu like unatamani tu achie ngoma ya aina gani? Comment nyingine zilikuwa zinatamani Dayo kwa mara ya kwanza imbe singeli wamsikie. Yeah, nimeona. Uliona zile? Yeah. Plans hizo zipo na uliwahi kusema pia una magoma mengi na Divoice. Kwa kuna ngoma na singeli. Tunayo ya singeli yeah. Yeah. Lakini pia na singeli nyingi sana. Sijapanga tu kuzitoa. Yeah. Na una makolabo mengi sana. Na kolabo nyingi. Mimi ndo msanii ambaye nina kolabo nyingi ndani. Afu zote za kwangu ambazo nimeshirikishwa ni chache sana. Chache ziko huko. Ile na Darasa inatoka lini? Mungu akipenda. Naona mko studio na nini? Mungu akipenda wewe. Yes, sio kama nini. Niliona Darasa mpo studio, maana yake mna record simple, sio? Yeah. Ile ni ya kwako ya kwake? Sasa paka itoke, ikitoka ndo utasema ya kwangu ama sio au ya kwake, ndio mtaona. Sasa hivi nikianza kusema haya, nikasema ya kwangu. Lakini kumbe ile ngoma Darasa kashaitia kwenye albamu yake anaipenda. Inakuwaje hapo? Inakuwa so poa. Yeah. Na Mario collab yako? Inshallah Mungu akipenda. Wewe na Jux pia inatoka leo? Mungu akipenda pia. Na sasa tutakuwa tunaanza kutaja vitu vyangu ambavyo havija nini ya shambo yako. Na makolabo mimi nimeyasikia yakitoka mtajua. Yeah. Okay, maswali mawili kwa Dayo tumalize mjadala. Amna swali lolote? Amna, nimalize. Okay, njoo. Yuko huyo. Mimi kwanza nimeenjoy sana. Mambo vipi? Fresh. Kama kawaida. Kama kawa. Niambie.
Mimi shabiki yako kubwa Dayo, yani nimeenjoy kinoma noma, yani kinoma sana. Nimefurahi sana kuonana na msanii na mkubali. Alafu leo naonana naye hivi, nimefurahi kinoma sana. Nashukuru sana. Njoo tupige picha kwanza, njoo tupige picha kwanza. Yeah, itapendeza kinoma noma. Okay. Moshap. Yeah. Piga pose. Piga pose. Sema kwa weka pose huko picha. Hiyo iko pale na kupiga. Okay. Okay. Tukio linaloendelea ni upigaji picha. Tuenzetu mwanangu, uliza swali. Nimefurahi sana kwa sababu gani? Kuna kipindi nilikuwa natamani sana kuimba karaoke, kuna nyimbo yake moja nilikuwa naichapa sana, sema hapa hajaigusia. Nikuone. Ningetamani aigusie. Yes, umejuaje? Hiyo ndio nyimbo ambayo nimekuwa nikikutana nayo kwenye makaraoke sana. Yeah, sure. Nilikuwa naimba, ningetamani hata uchape kidogo, hata akapela kidogo, ningeenjoy kinoma. Mimi ni chape kidogo. Umelika kichwani ndoto zangu kuwa na wewe, au kweli uko nchi gani ama uko farawe? Yes. Tisha sana, naikubali sana. Umefurahi? Eli maliza. Nimalize na moja kwa sababu ya time kwa Dayo, si ndio? Yeah. Dayo umekuwa baba, najua pengine katikati ya muziki umekukuta kwenye imemshape Dayo namna gani kwenye maisha yake ya muziki, future yake na future ya familia yako? Kwa baba. Umekuwa baba wa mtoto. Mimi nimezaga nipo Gongola Mboto kwa bro. Na sijui hata kama nitakuja kutoboa, nimezaga muda sana. Yeah. Nilijichanganya ikatokea Shoni amesema na watoto wengi. Bana. Na mtoto wangu mmoja namjua. Nimezaa huko akitoka Mbosso anafuata huko idadi ya watoto. Hamna, sina mtoto. Anamuonyesha mmoja tu Lukumani nini. Sasa kama nitamuonyesha mmoja kwa maana wengine wasione wivu sasa. Mbona mtoto wetu post na mtoto mmoja she. Kuelekea Jumapili siku ya baba duniani, ujumbe wewe aze baba? Mimi kama baba, ujumbe sasa anaanza kunzeesha bwana, mimi sielewi. Wazala ujumbe ni kuzeeshwa. Bana tunashukuru. Okay, tunashukuru sana bana Mangi. Yes. Kuja hapa na hapa ni nyumbani, na sisi tunaendelea kusupport kazi zako. Goma lako lipo, ni visualizer tu, lakini tunaendelea kulipiga. Kama utakuja na official video, hongera pia kwa kuheshimu game, kwa sababu unafanya video na madirector wakubwa. Anskana, Jose, wote ni hela nyingi, au sio? Una invest. We really appreciate.